Hello. Ebana mambo vipi mwana universe? Ebana mambo vipi Tanzania? Naitwa Mr. Mzawa wa Mzawa Media, Watu Patane TV pamoja na Masara TV. Naomba nikualike wewe ambaye hujasubscribe katika channel hizi uweze kusubscribe ili siku nyingine tunapokuwa tunakuletea taarifa kuhusiana na yanayoendelea ziweze kukufikia kwa haraka zaidi. Taarifa kuhusiana na kipi kilichotokea baada ya Paul Makonda kuondolewa katika nafasi yake ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Uteuzi uliofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa wakuu wa mikoa pamoja na idara zingine umemuondoa Paul Makonda katika nafasi yake ya mkuu wa mkoa na kubaki Anaheni. Taarifa ambazo zinasambaa mpaka sasa hivi ni hizi ambazo tumekuletea kipi ambacho kimetokea kwa Paul Makonda baada ya kunyimwa nafasi hiyo. Kabla sijaendelea kukupa taarifa, naomba nikupitishe katika uteuzi uliofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukianza na uhamisho wa wakuu wa mikoa, ulikuwa na Mheshimiwa Kanani ambaye yeye amehamishwa kutoka mkuu wa mkoa wa Simiyu kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Lakini pia kulikuwa na Mheshimiwa Macha, yeye amehamishwa kutoka mkuu wa mkoa wa Shinyanga kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Kulikuwa na uteuzi wa wakuu wa mikoa. Kulikuwa na Balozi Simon, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Kulikuwa na Mheshimiwa Denisi, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Mboni ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Kulikuwa na Mheshimiwa Beno, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa Jabiri, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Lakini pia kulikuwa na uteuzi wa makatibu wakuu. Tukianza na Bi Agnes, yeye ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kulikuwa pia na uhamisho wa makatibu tawala wa mikoa, lakini mimi nataka nikupitishe katika uteuzi uliofanyika ili tuone nafasi ya Paul Makonda imechukuliwa wapi na yeye amepewa nafasi gani. Tukienda kwenye uteuzi wa makatibu tawala wa mikoa, kulikuwa na Bwana Abduli Rajabu, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam. Kulikuwa na Dr. Frank, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Songwe. Kulikuwa na uteuzi pia wa manaibu katibu wakuu ambapo kulikuwa na Profesa Peter, yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulika na masuala ya mazingira. Na kuna mhandisi aliyeteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo anayeshughulika na masuala ya maendeleo ya mazao na usalama wa vyakula. Pia kulikuwa na uteuzi wa wakuu wa wilaya ambapo Bwana Kiando, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kiroro. Pia tulikuwa na Bwana Ayubu Yasini, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa. Pia kulikuwa na Bwana Yasini, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Muheza. Kulikuwa na Bitekla, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Butiama. Lakini pia tulikuwa na Bi Angelina Marco, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Serengeti. Lakini pia tulikuwa na Bwana Maulidi Hassan, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mvomero. Tulikuwa na Bilukia Ali, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mwanga. Lakini pia tulikuwa na Bwana Mwinyi Ahmed, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Arumeru. Lakini pia tulikuwa na Bibi Winnie, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Magu. Pia tulikuwa na Bi Mikaya, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Lakini pia tulikuwa na Bwana Thomas, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Lakini pia tulikuwa na Bi Glorian, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli. Tulikuwa na Bi Upendo Beti, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tabora. Tulikuwa na Bwana Dennis, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Tunduru. Lakini pia tulikuwa na Bwana Fadhili Emmanuel, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Tulikuwa na Bwana Benjamin Samuel, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa. Lakini pia tulikuwa na Bwana Salum. Lakini pia tulikuwa na Bwana Salum, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Handeni. Na Bwana Frank John, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kahama.
Baada ya hapo pia kuna uteuzi ulifanyika wa makatibu tawala wa wilaya, ambapo Bikombo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mkinga. Pia tulikuwa na Bwana Kasim Salum, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Biharamulo. Pia tulikuwa na Bwana Tobias, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Babati. Tulikuwa na Bwana Mena, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Meatu. Pia tulikuwa na Binyakaji, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kilolo. Tulikuwa na Bwana Ayubu, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Rufiji. Tulikuwa na Bwana Milama, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Serengeti. Lakini pia tulikuwa na Bwana Mfaume, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mwanga. Lakini pia tulikuwa na Bwana Richard Jackson, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mtwara. Lakini pia tulikuwa na Bwana Zuberi, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Magu. Tulikuwa na Bi Angela Henry, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Tanga. Lakini pia tulikuwa na Bi Miraji, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Same. Pia tulikuwa na Bi Sabina, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Momba. Lakini pia tulikuwa na Bwana Sostenes, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kaliua. Na Bwana Adestino, yeye ameteuliwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mbogwe. Baada ya uteuzi huo pia tulikuwa na uteuzi ambao ulifanyika wa wakurugenzi watendaji wa halmashauri, ambayo nayo ilifanywa kwa haraka hapo. Pomakonda hakuna nafasi yoyote ambaye amepewa. Watu wamejiuliza mambo mengi sana, na kwenye comment watu wameandika ni kipi ambacho kinaendelea. Taarifa ambazo zipo ni kwamba Pomakonda alikuwa anawayawaya, alikuwa hana uelekeo. Kumbe ile nafasi alikuwa ameishika kikamilifu na alikuwa anapenda sana kuwa na ofisi yake. Baada ya hapo Pomakonda ameondoka ofisini, ameacha ofisi. Lakini pia amekuja kuzungumza kwamba hakutegemea kama ataiacha hiyo nafasi. Lakini pia aliwashukuru wana Arusha baada ya kushirikiana naye kwa muda mrefu katika maendeleo yaliyofanyika pale. Leo Pomakonda, kwa taarifa zilizopo, ameacha hiyo nafasi na ameenda kufanya maandalizi ya kugombea ubunge katika jimbo la Arusha mjini, ambapo mwanzoni lilikuwa limeshikiliwa na Gambo. Ni kitu ambacho tumekipata hivi suni. Pomakonda kwa sasa yuko katika maandalizi hayo, na suni tunakoelekea bunge linaenda kuvunjwa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linavunjwa, wabunge wote wanarudi mtaani kwa ajili ya maandalizi ya kugombea ubunge. Taarifa hizi tumezipata. Kwa sasa tunazidi kufuatilia kipi ambacho kinaendelea. Tutazidi kukujuza kwa yale ambayo yatakuwa yana trend hapa nchini Tanzania, lakini tunaangazia kwa upande wa masuala ya kisiasa. Taarifa hii nimekuletea kuhusiana na Pomakonda, ambaye tulikuwa tunajua ni mkuu wa mkoa wa Arusha aliyekuwa akifanya kazi kwa kujituma, kama nafasi hata iachia. Ameachia nafasi hiyo kwa manunguniko. Watu wengi wamejiuliza mambo mengi, kwa nini imetoka kwa Makonda. Asante sana mfuatiliaji wa channel ya Mzawa Media, asante sana mfuatiliaji wa Tupatane TV, lakini pia naomba nikushukuru na wewe mfuatiliaji wa channel ya Masala TV. Tunapatikana pia katika mitandao mingine ya kijamii, mfano Facebook kwa jina la Masala Gani, lakini pia bado tunapatikana katika mtandao huo wa Facebook page kwa jina la Cheka na Mzawa. Kwenye mitandao mingine mfano TikTok pamoja na Instagram tunapatikana kwa jina moja tu, Mr. Mzawa. Kwa upande wa mtandao wa X umefungiwa hapa Tanzania. Naomba uzidi kutufuatilia ili tuweze kupeana updates ambazo zina headline na kutrend hapa nchini Tanzania. Asante sana, naomba nikutakie siku njema.